breakfast for one before you be pregnant. How it has been. Put your hands together as you will come. Let's speak of this morning as we study the word of God and we share our soul. Hallelujah. Hallelujah. Bwana asifiwe. Namshukuru Bwana kwa sababu ya asubuhi ya leo, ni kwa sababu ya wema wake na fadhili zake. Neema yake imekuwa nyingi, huruma zake na ukuu wake. Bwana asifiwe. Pia ninashukuru ni kwa sababu ya nyote ambao umeingia siku ya leo katika nyumba ya Bwana ili kumtukuza Bwana, kumpa Bwana sifa na ibada. Nina furaha isiyo na kifani kuona ya kwamba Mungu amenihifadhi pamoja na jamii yangu. Ninamshukuru Bwana ni kwa sababu najua kwamba sio jambo la kawaida, bali imegharimu mkono wake Bwana. Ni kwa huruma zake Mungu. Haleluya. Ni kwa upendo wake mkuu. Maana ingelikuwa ni kwa vile ambavyo mimi ni mwema, haitasingepatikana siku ya leo. Lakini ni kwa sababu ya huruma zake Mungu. Huruma na neema, maana katika dunia hii kuna mambo mengi ambayo tunayokutana nayo. Kuna mambo mengi mengine ni maovu ambayo unayashuhudia. Kwa hivyo kupatikana siku ya leo ni kwa sababu ya huruma zake Mungu. Haleluya. Kwa hivyo hayuko hapo kwa sababu ya bahati mbaya. Ilikuwa imepangwa wakati na nyakati kama hii. Utakuwa katika nyumba hii, utakuwa mahali hapa. Mungu alikuwa ameitenga hiyo siku ili kumpa sifa na utukufu. Nami tuelekea katika neno na mambo kadhaa ambayo tutaenda tukaangalia mahali pale kuhusu mambo ya imani. Na nikakuja nikaangalia katika mambo ya Mungu mengi ni katika imani. Hatufanyi mambo kwa kuona, lakini katika kuamini. Haleluya. Maana imani ni kitu ambayo unakitarajia bali haukioni, si kitu ambacho kinaonekana. Lakini imani ni kitu ambayo unaona ya kwamba uko nayo katika ulimwengu wa roho, uko nayo, lakini ukiangalia katika ulimwengu wa asili hauoni. Bwana asifiwe. Kwa hiyo wakati mwingine inaonekana imani ni kama ujinga, ni kama uenda wazimu, maana unasema kitu ambacho hakionekani. Haleluya. Lakini kwa watu ambao wanaelewa imani ni afadhali, maana wanajua ni nini ambacho wanachokifanya. Maana hata mambo yanayofanyika katika ulimwengu wa asili inaanzia katika kiroho. Mambo yote inatungua katika ulimwengu wa roho. Na ndipo unakuta kwamba kukiwa na shida katika ulimwengu wa roho, unakuta mambo haya yanatukia wazi. Maana hapo ndio tunakuwa na kila kitu. Bwana asifiwe. Maana katika roho ndio kunatungua mambo. Na ndipo unakuta ya kwamba wakati mtu anapozungumza mambo ni kitu huwa kinaumbika. Unapokuwa ukizungumza kuhusu jambo fulani, angalia mtoto. Unapozungumza kuhusu jambo fulani na unairudia, unakuta ya kwamba ni kitu ambacho unaumba kwa njia polepole tu. Maana wakati wowote ambao unakizungumza, aidha kikuwa ni kitu mbaya ama kitu kizuri. Haleluya. Alafu unakuta ya kwamba mtoto akiwa mdogo, hata mwalimu akiwa shuleni unauliza ukiwa mkubwa unataka kuwa kama nani? Ni mwalimu anakusemea venye utakuwa. Haleluya. Sikia mtu anainua mkono anasema mimi nataka kuwa askari, mimi nataka nikuwe hivi. Kwa hivyo mwalimu anajua kwamba huyu mtoto kuna kitu kiko ndani yake. Na anapojua hicho kitu kinazidi kuchocho. Maana ukisikiza mwalimu unakuta kwamba anarudia hiyo kitu mara mingi. Haleluya. Kwa hivyo anaposomesha unakuta ya kwamba anajua hapa hasitakosa watu fulani fulani.
kutakuwa na wakili pale, kutakuwa na mwalimu pale na watu aina nyingi. Kwa hivyo hii ni na sisi katika mambo ya kiroho ni katika kuamini. Unapoenda katika maombi, hauombi kwa sababu ni kitu unaona, unaomba ukiamini ndani yako. Haleluya, Bwana asifiwe. Kwa sababu ukikuja katika mambo ya kuona, kwa nyingine itaenda ikudiscourage, na hivyo ndivyo Mungu hataki. Mungu anataka tuende katika imani. Haleluya, katika hiyo kumtegemea, si kwa kuona tu. Maana unakuta ya kwamba alimkemea Petero. Haleluya, maana yeye anasema lazima kwanza aguze mikono, amuone kwanza, aguze mikono yake, amuoneshe. Wewe unatuambia wewe ndio ulisulubiwa wapi? Haleluya, yeye alitaka ashuhudie, aone. Na ndiyo Yesu alimkemea mahali pale, kwa sababu aliona imani yake ni hapa. Yaani kuna shida katika kuamini kwake. Na katika mambo ya rohoni, ukiangalia katika Biblia unakuta kwamba mwanadamu amepewa nguvu na uwezo na mamlaka, lakini katika hiyo mamlaka Ibilisi huwa anatumia mamlaka yako tu kukutesa wewe, maana hana access kwako, so anatumia maneno yako ambayo unayozungumza. Bwana asifiwe. Na wakati mtu anapozungumza mimi nitakufa, mimi ninaona kama nitakufa, mimi ninaona kama nitakufa, hata sioni haja ya kuishi, mambo imekuwa magumu, maisha ni magumu. Kumbuka Shetani anazidi kukaribia, maana wewe mwenyewe ndio unampiga mlango, maana hakuji mahali, hakutaki hata kutana na yuko kwa barabara ya kuingie. Bwana asifiwe. Hata kutana tu na yeye hapo tu kuingia, inakuwa ya kwamba ni mlango ambao unafunguka pole pole. Jinsi unazidi kuongea, unaumba kifo ndani yako. Bwana asifiwe. Sasa inapofikia wakati unakuta ya kwamba hilo jambo limefanyika. Haleluya. Lakini Ibilisi hakukuua kwa sababu ya nguvu zake, ni wewe ulimpea nafasi na mlango akakuangamiza. Maana nasema ya kwamba tazama, umempea nguvu na mamlaka, lakini kwa mdomo wake amenipea hiyo mamlaka kumwangamiza. Bwana asifiwe. Kwa hiyo sitakuwa na sababu ya kutenda hilo jambo. Haleluya. Na itakuwa ni makosa, maana wewe ndio ambao unampea hizo nguvu. Maana maandiko inasema ya kwamba mkatae shetani naye atakutoroka. Haleluya. Na tukiangalia katika kitabu cha Luka mtakatifu katika Luka mtakatifu 8 nasoma kuanzia pale 40, na tukiangalia mambo kadha wa kadha. Basi Yesu aliporudi, mkutano ulimkaribisha kwa furaha, maana walikuwa wakimngojea wote. Na tazama, mtu mmoja akaja, jina lake Yairo, naye ni mtu mkuu wa sinagogi. Akaanguka miguuni pa Yesu, akamsihi aingie nyumbani kwake, kwa kuwa binti yake yu katika kufa, ambaye ni mwana pekee, umri wake amepata miaka 12. Na alipokuwa akienda, mkutano walimsonga. Bwana asifiwe. Ukiangalia kuanzia mahala pale, huyu jamaa hakukuja kwa Yesu akiwa na tashwishi. Haleluya. Alikuja kwa Yesu direct, akijua, akiwa na imani ndani yake ya kwamba nikimwendea huyu mtoto wangu ataweza kupona, mtoto wangu ataweza kurejea maisha yake. Haleluya. Kwa hivyo kitu ambacho kilikuwa kinamuongoza pale, alienda akiwa na kusudi na akijua kwamba katika mawazo yake, maana ukisoma hapo inasema kwamba akamsihi, akaanguka mbele yake akamsihi. Bwana asifiwe. Maana alijua kwamba huyu mtu ana nguvu na uwezo, alijua kwamba kupitia huyu mtu mtoto wangu atapona. Na unasikia kwamba ni mmoja wa katika sinagogi. Haleluya. Kwa hivyo alikuwa ni mtu ambao wa kanisani, mtu ambao alikuwa anamjua Mungu.
Bwana asifiwe. Maana unasikia kwamba ni mkuu wa sinagogi, tuseme ni mtu mkubwa katika kanisa. Bwana asifiwe. Na akaja na anamsihi. Bwana asifiwe. Na sasa unaweza kuja ya kwamba ukiwa hata pengine umekaa pale nyumbani unakuta ya kwamba mtu anahubiri hata kwa TV na anazungumza jambo, pengine kuna mambo ambayo ilikuwa inakusumbua, sio lazima uende mpaka mahali yako. Haleluya! Lakini kwa kuamini kile ambacho anachokizungumza, kile ambacho anachokisema, huyo Yesu ambaye anayehubiriwa hapo, unakuta kwamba mtu amepokea uponyaji. Haleluya! Ama mtu amepata kitu kutoka kwa huyo mtu. Bwana asifiwe. Ukiangalia mtu mwingine katika mstari wa katika mstari wa 43 inasema ya kwamba na mwanamke mmoja ambaye ametokwa na damu kwa muda wa miaka 12 aliyekuwa amegharimiwa mali zake zote kwa kuwapa waganga asipate kuponywa na mtu yeyote. Alikwenda nyuma yake akaugusa upindo wa vazi lake, na mara hiyo kutoka damu kwake kulikoma. Huyu ni mwanamke tena, huyu ni mwingine ambaye alikuwa ni mgonjwa. Yeye anapofika pale katika mkutano ama aliposikia habari za Yesu, alijua kwamba katika moyo wake, hata kabla afike mahali pale, huyo mtu alikuwa na imani. Maana sio yeye peke yake alikuwa mahali pale, maana watu walikuwa ni wengi, watu wengi walikuwa wanahitaji. Lakini yeye alisema hata mkuwe wengi, hata ikiwa namna gani, nitapita hapo mpaka nikapata uponyaji wake. Bwana asifiwe. Kwa hiyo kitu ambacho kilikuwa kinamuongoza ni imani, maana pasipo imani hakuna kitu kitafanyika katika mambo yako, maana mambo ya Mungu ni katika imani. Haleluya. Kwa hiyo lazima ukainue kiwango cha imani, aidha ni kwa mambo ambayo unayofanya, aidha ni kwa maombi, kwa huduma yako. Haleluya. Katika mambo yako ambayo unahitaji kwa Mungu, haya mambo yote, kitu ambacho kinastahili kuongoza ni imani. Bwana asifiwe. Haleluya. Imani, pasipo imani hautampendeza Mungu. Ninaona ya kwamba unakuta kwamba mtu anasema ya kwamba mwaka huu nataka nifanye hivi na hivi na hivi. Nikiendelea, kuna wakati mmoja nilipoamka asubuhi tu, nilikuwa peke yangu, nikasikia kwamba nikinenewa ya kwamba niandike mambo yangu ya mwaka huu, niandike kila kitu ambacho ninachokita. Ilikuwa ni asubuhi, hata niliamka kufua hapo, nilikuwa peke yangu, nikasikia niandike kila kitu ambacho, yani program ya hiyo mwaka, vile ambavyo ninahitaji kutoka kwa Mungu, na nikaandika yote mpaka nikarudi nikafikiria, ama ni mimi nilikuwa nafikiria vitu zangu. Bwana asifiwe. Nilijiuliza maswali kadhaa, na nimekuja na ile wakati mwingine siandikaje, kusema tu, lakini inatukia kwamba nasikia kwamba niandike, na siku kuchukua na time, nikasema hii yenye nimesikia, hata kama ni wenda wapi, hadi niandike nione nini ambacho kitachofanyika baadaye. Nikaenda na nikaandika na nikaiweka, nikahifadhi mahali mzuri, na katika ile mambo yote nilikuwa niandika kama mambo 5, lakini manne ilifanyika. Bwana asifiwe. Kulingana na vile ambavyo nilikuwa nimeweka orodha yake. Haleluya. Kwa hivyo nikaona kumbe si wale wazimu, si ati nilikuwa natupa mbao. Hapana. Kuna roho alikuwa ananipea mwelekeo. Bwana asifiwe. Na wakati niandika mambo yale, nilijiuliza maswali mingi sana. Na nini nikinaendelea hapa, maana hiyo sio kawaida yangu kufanya mambo namna hii. Kwa nini ninaandika? Singine naenda naiangalia kana digata. Haleluya. Toko ni karakia aho.
Please tafadhali tulia, usikize neno, utulie hapo, maana ni wakati wa neno. Wakati wa kunena kuongea ikifika, tutaongea. Tulia. Bwana asifiwe. So wakati nilipokuwa nikifanya mambo yangu niliona ni kama ni vitu zangu ninafanya, lakini wakati ilianza kufanyika nikaona na sikuwa peke yangu. Kumbe Mungu alikuwa katikati ya haya mambo. Na wakati ilikuwa ikifanyika nilikuwa nikiweka atika. Na sasa hiyo unafurahia, maana kuna kitu uliandika, kumbe inaweza fanyika. Bwana asifiwe. So nikaona kumbe mambo haya ni katika imani. Kwa hivyo nikaona ya kwamba kama si ingefanya kulingana na vile ambavyo nilivyoelekezwa, ni kama hii mambo haingefanyika. Maana kuna kitu ambacho Mungu alikuwa anataka kunionyesha. Bwana asifiwe. Maana nilipoandika hivyo, hii inamaanisha katika ndani yako hicho kitu umeshakipokea. Haleluya. Ndani yako kuna kitu umeshapokea. Na sasa unaambia kwamba uandike, yani uhakikishe hiyo kitu. Kwa hivyo utakuwa ukiangalia unakumbuka na ninakuona na kitu fulani. Na lakini hauna. Haleluya. Lakini ndani yako hicho kitu kimeumbika. Kwa hivyo kwa muda usio mrefu unakuta hilo jambo linafanyika. Bwana asifiwe. Hiyo ndio kazi ya imani. Sasa unakuta ya kwamba huyu mwanamke anapita katikati yao. Maana hata wengine walikuwa wasema huyu nini namsumbua? Kwani haoni mwalimu ako na watu wengi hapa? Kwani yeye peke yake ako na shida? Lakini yeye haangalii hiyo. Yeye anaangalia ni nini ambacho kinamsukuma. Bwana asifiwe. Ni nini ambacho unachohitaji kwa Mungu? Kwa sababu wewe ndio unajua mahali unaumia. Haleluya. Maana ukisoma maandiko Paulo anasema ya kwamba ninamwiba. Haleluya. Lakini anaposema ondolewe, Mungu anamwambia neema yangu na ikutosha. Haleluya. Kwa hivyo ukiangalia huyu mwanamke jinsi ambavyo anakuja katika mawazo yake, alipokuwa kila pale, yani alikuwa sure hapa ninapona, hapa siendelei kuwa na ile na hii haiku na shida ambayo ni maana ilikuwa ni aibu. So yeye aliinua kiwango chake cha imani. Ndio utaka kujua kwamba huyu mtu alikuwa na imani. Alipoenda pale, alipomuguza Yesu. Bwana asifiwe. Na unajua nguo ya mtu ambaye anamwamini Mungu. Haleluya. Nguo ya mtu ambaye anamwamini Mungu. Na hiyo nguo inaweza kuponya mtu. Bwana asifiwe. Haleluya. Nguo peke yake. Kama wakati Elisha alikufa, kama mifupa yake inamfufua mtu. Bwana asifiwe. Maiti inaangushwa kwa kaburi yake mahali alikuwa amezikwa, na huyo mtu anarudi hai. Bwana